Kwa hivyo ulimwengu wa kiroho unakuanga governed na sheria na kanuni ambazo ukikosa kujua zile sheria na kanuni, kuna uwezekano usije ukafanikiwa. Yesu amekutana nao vipofu wawili, lakini akawaponya kitofauti, kwa sababu kulingana ulimwengu wa kiroho kanuni zilikuwa tofauti za kuwaponya hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu wa kiroho unakuanga na sheria tofauti. Ndio maana maandiko yanasema kwamba ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho mtu baada ya kuwa amekosea sheria fulani, maana dhambi huwa inazaliwa na sheria. Baada ya kuwa mtu amekosea sheria fulani na alafu akaingia katika dhambi akiwa katika ulimwengu wa kiroho, ile dhambi yule mtu anahukumiwa kufa. Maana katika ulimwengu wa kiroho spirit huwa zisamei. Ulimwengu wa kiroho hakuna kusamehewa. Kile ambacho unafaa kufanya unafaa kulipa kwa mauti. Ndio maana Yesu alipokufa, maandiko yanasema kwamba Yesu akakufa ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Ndio maana mtu akifanya dhambi na alafu akuwe hayuko ndani ya Kristo, tuseme amekosea sheria ambayo ni uhusiana biashara, akosea sheria kwenye ndoa yake, na alafu huyu mtu ana Yesu Kristo, malipo yake ni kwamba anafaa kulipa kwa mauti. Aidha ndoa yake ife ama biashara yake ife ukikosea sheria. Kwa mfano, kama ulimwengu wa kiroho unataka ili mtu afanikiwe akuwe mtoaji wa sadaka na alafu ukuwe umefunja ile sheria, ujue jambo la kwanza ni kwamba mauti inakuhusu. Na ndio hapo damu ya Yesu Kristo iliingilia katikati, ili kwamba kama mtu akifanya dhambi ikuwe damu ya Yesu Kristo inaweza ikakompensate. Damu ya Yesu Kristo inaweza ikalipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ulimwengu wa kishetani, kwa sababu tunaongelea kuhusiana na ulimwengu zote, ulimwengu wa kishetani umeweka sheria zake za vile ambavyo watu wa kule wanafanikiwa, na watu wakifunja shile sheria vile ambavyo watafanyiwa. Lakini pia ulimwengu wa Mungu uko hivyo hivyo, ya kwamba ndio mtu afanikiwe, ndio mtu apate chochote, lazima akuwa amefuatisha namna fulani. Ndio maana Yesu akifanya chochote hapa duniani alikuwa anafanya akiwa anafuata sheria kitofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kuna umuhimu wa kujua ile eneo ambalo umeenda kuishi, mahali pale ambapo Mungu amekufanikisha kwenda kuishi, ile eneo ambalo Mungu amekupa. Maana mtu baada ya kuwa ameletwa katika ulimwengu, Mungu anampea eneo lake ambalo atakuwa mtawala. Kumbuka mwanadamu aliumbwa akiwa mtawala. Maandiko yanasema kwamba na tufanye mwanadamu kwa mfano wetu akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe kitambacho katika nchi. Kumbuka kitu cha kwanza, Mungu alimweka mwanadamu kwenye ulimwengu ili atawale. Kwa hivyo katika eneo lolote ambalo Mungu amekuweka ili utawale, lazima ukajua ni sheria gani ambazo ufalme wa giza umeziweka ili kwamba usije ukafanikiwa. Maana kazi ya shetani, jambo la kwanza ni kuiba, kuharibu na kuua. Na lazima ujue ufalme wa giza katika eneo ambalo unaishi wameweka sheria gani ambazo zitakuzuia ili usije ukafanikiwa, na uzifunje zile sheria. Maana usikosa kuzifunja zile sheria, ni bila shaka zile sheria zitasababisha mauti katika maisha yako ukiziendekeza zile sheria za ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajiri ameenda katika jangwa, ambao lile jangwa, mizimu ya ile jangwa ilikuwa inamtaka mtu ndio afanikiwe ajiunge na ule utawala wa jangwa. Lakini kumbuka, Ajiri alikuwa amelelewa katika nyumba ya Ibrahim, alikuwa ni mtoto wa Ibrahim. Kwa hivyo hakuna vile angefuatisha utawala wa jangwa. Alipofika katika ile jangwa, anapata tayari maji yamefichwa na utawala wa jangwa. Anapata ya kwamba ule ufalme wa jangwa umeficha maji. Ina maana kwamba maji yapo ambao ni physical kabisa, lakini utawala wa giza ukaficha yale maji, ili kwamba mtu yeyote akienda katika ile jangwa aingie katika utawala wa ile jangwa, ndio wamfungue macho apate kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa Ajiri amefika katika utawala wa jangwa, akapata mizimu imeficha maji. Ni kama vile ukienda katika eneo la Kitui utapata kwamba hakuna maji iko pale, lakini kuna watu wanapandanga wanavuna, kuna watu wanafanya biashara wanafanikiwa. Unaanza kujiuliza, kwa nini kuna watu ambao wanapanda wanavuna
kuna watu wanafanya biashara na wanafanikiwa, ina maana kwamba kuna hazina ambazo zimefichwa katika utawala wa giza. Kuna utawala wa jangwa ambao umeficha hazina, umeficha mali. Kuna watu walikuwa walegevu, kuna mtu ambaye alifaa kuwa anapigania ile jangwa, apigane utawala wa jangwa, apigane mizimu ya jangwa ili maji yapatikane. Lakini unapata kwamba viongozi wanaingia katika serikali, lakini mwisho wa siku maji yanakuwa yapo tena, maana pesa zile ambazo zimetengwa ili maji yapatikane Kitui, inakuwa zile pesa zinakuliwa, zile pesa zinafichwa na watawala wa eneo lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajiri amefika katika jangwa, lakini akapata kwamba maji, hakuna maji. Maandiko yanasema kwamba akaenda mbali ili asione mtoto wake akifa. Lakini malaika akiwa mbinguni, alipokuja malaika, maandiko yanasema kwamba malaika akuchimba kisima. Malaika yani kile alichokifanya malaika, alimfungua tu macho, na baada ya kuwa amemfungua Ajiri macho, akaona kisima. Jambo la kwanza ambalo unafaa kujua ni kwamba kile kisima kilikuwa pale pale, maana yale maji yalikuwa ni maji physical, lakini yale maji waliofaa kuchota kwenye yale maji ni watu walio katika utawala wa mizimu ya eneo lile. Wale walikuwa na uwezo wa kuona yale maji, walikuwa ni watu ambao ni watawala wa jangwa, ndio tu peke yake walifaa kusaidiwa na yale maji. Maji yalikuwa ni physical, lakini yamefichwa kabisa ili mtu ambaye sio utawala ule jangwa wa ile jangwa asije akaona yale maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana kila wakati kuna umuhimu, baada ya kuwa umeenda katika kila eneo lolote ambalo Mungu amekufanyikisha kwenda, ni vizuri ukajua kama eneo lile labda imetawaliwa na ufalme wa mizimu. Ukajua walipotawala walichukua hazina, wakachukua mali, wakazificha wapi. Ajiri alipokujiwa na malaika, alipelekwa mahali ambapo maji yamefichwa. Watu walikuwa wameamini kwamba eneo lile ni jangwa kabisa. Watu walikuwa wameaminishwa kwamba hapa hakuna maji. Watu walikuwa wameaminishwa kwamba hapa hakuna matumaini ya kufanya biashara. Watu walikuwa wameaminishwa kwamba hakuna vile ambavyo unaweza ukapanda hapo ukavuna. Lakini Ajiri alipofunguliwa macho, maandiko yanasema kwamba akaona maji, akaenda akachota yale maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao nawaongelesha kwa sahihi, ambao wale watu ulienda katika eneo fulani, na ulipofika katika ile eneo watu wakakuaminisha kwamba hakuna vile unaweza ukafanikiwa ukiwa pale. Ulienda ukiwa na lugha ya kufanikiwa, ukasema ukiwa na lugha ya kwamba nitafanikiwa, lakini ulipoenda kule lugha ikabadilishwa. Maandiko yanasema kwamba wakati ule Mungu alipofika Babeli, akapata mnara wa Babeli ukitengenezwa na Nimrod na wenzake, aliwachafulia lugha, aliwaharibia lugha. Watu wale walikuwa wameenda pale wakiwa na lugha moja ya kwamba tutafanikiwa kujenga mnara tumfikie Mungu, lakini baada ya kuwa wamechafuriwa lugha, wakaanza kupigana wao, wakaanza kuchanganyikiwa, wakaanza kuongea kitofauti. Kuna mtu anaweza akaenda katika eneo fulani ukiwa uko na matumaini ya kufanikiwa, lakini baada ya kuwa umefika katika ile eneo lugha yako ikabadilishwa, ukaanza kuongea lugha nyingine tofauti. Kuna watu walienda katika eneo wakiwa watakatifu, lakini baada ya kuwa wamefika katika ile eneo, kwa sababu ile eneo imetawaliwa na roho ya uasherati, imetawaliwa na roho ya wizi, maroho ya uasherati, lugha zao zikabadilishwa, wakaanza kuongea kama uasherati, wakaanza kuongea kama makahaba, wakaanza kuongea kama wezi, wakaanza kuongea lugha nyingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ajiri kile ambacho kilimsaidia ni kwamba yeye mwenyewe hakuungana na ufalme wa jangwa. Hakuanza kuongea lugha ya jangwa, lakini aliamini kuwa Mungu atamsaidia tu. Malaika wa Bwana alipokuja akampa lugha tofauti, akamwambia hapa ambapo kuna jangwa bado kunaweza kuwa na maji. Akamfungua macho, akaona maji.
Kuna watu wanahitaji kufunguliwa macho katika eneo ambalo wanaenda, ili waanze kuona mafanikio, maana lugha zao zimebadilishwa baada ya kuona hakuna matumaini katika ile eneo.